Karibu mpenzi mtazamaji wa Ripoti Maalum. Ripoti Maalum ya wiki hii tunaangazia biashara ya changudoa katika jiji la Dodoma. Ndakupitisha katika mitaa mbalimbali kuzungumza na watu na namna gani ambavyo biashara hii inafanyika. Mimi ni Godfrey Monyo, ambatana nami pamoja na mpiga pichangu Idrisa Magomeni. Hii ni Ripoti Maalum. Kwa kuzingatia maadili ya Tanzania, ni kitendo cha aibu kwa mtu iwe mwanamke au mwanamume kufanyia biashara mwili wake kwa kujiuza. Kufanya hivyo ni kwenda kinyume kabisa na utamaduni na desturi za Tanzania, na kama vile haitoshi ni kosa kwa Mungu kufanya hivyo, ambapo vitabu vyote vya dini vimekataza uzinifu. Katika dini ya Kikristo zipo amri 10 za Mungu, na katika amri hizo ipo ile ya 6 imekataza kabisa zinaa, na hata katika dini ya Kiislamu imeandikwa kuwa usikurudie zinaa katika juzuu ya 17 surati Isra katika Qur'ani aya ya 32. Mbali na kuwa ni katazo la kimaadili, kidini kwa maana ya imani, pia zinaa ina madhara mbalimbali ikiwemo kupata magonjwa sambamba na kupata mimba ambazo sio za utarajiwa. Ni kutokana na sababu hizo na nyingine ndio maana leo Ripoti Maalum imeamua kuangazia biashara ya ukahaba katika jiji la Dodoma, tena jiji ambalo ndio makao makuu ya serikali ya Tanzania, taifa ambalo lina watu wastaarabu, wema na waadilifu, likiwa na zaidi ya raia milioni 60. Ripoti Maalum inaanzia katika eneo la msikiti wa Gaddafi, sehemu ambapo ni moja ya sehemu maarufu ya dada poa kujiuza hapo, na katika jambo la kushangaza biashara hiyo inafanyika mbele kabisa ya msikiti huo kwa maana ya Kibra. Tupo nje kabisa ya msikiti wa Gaddafi ambapo kuna vitu vinafanyika hapo ambavyo kwa namna moja nyingine sio venye kufurahisha. Tuzungumze na baadhi ya wakazi wa Dodoma ambao wanakaa karibia na maeneo ya msikiti wa Gaddafi. Naitazama kwa sura mbaya kidogo, kwa sababu vitendo vinavyotokea ni hatari na ni athari zaidi kwa jamii, kwa sababu vinatugusa moja kwa moja sisi ambao tunaishi mtaa huu, kwa sababu kuna familia nyingi, kuna watoto wadogo, kwa hiyo wanaona vile vitendo sio vizuri kwa kweli. Na unadhani kwamba mamlaka hazioni hili jambo? Nafikiri zinaona. Sasa sijajua katika kuchukua hatua, kwa sababu ni jambo la muda mrefu sana. Yaani lipo watu tushalalamika maeneo mbalimbali kwa ajili ya jambo hilo, lakini bado halijafuatiwa uvumbuzi. Nadhani wanaofanya hapa ni watu hapa au ni watu wa mbali? Watu mbalimbali, watu wengine wanatoka maeneo ya karibu, lakini wengine wanatoka mbali. Na unafikiri kwa nini wameamua kuja kufanya kabisa nje hapa msikiti? Yani ni kutokana tu na kukosa ile ambush kubwa yani ile katazo lenyewe kutoka kwa wanajamii na serikali kwa ujumla. Biashara hiyo hapo ni yani sio nzuri, kwa sababu unakuta kama hivi afu inakuwa karibu na msikiti hapo, inakuwa ni vibaya. Unaona? Unakuta vijana wengi sasa hivi washakuwa yani wamepoteana tu, yani wapambani, wanaanza kupata buku mbili, unaona? Waende wanadai kwamba wao wanaenda kumaliza mazingira hapo, inakuwa uongo. Afu akina dada nitakuwa jishughulishe na kazi, unaona? Kuna wengine sasa hivi wanaolewa tu mbona vizuri, anakuwa amekaa na umezao ndani, ila hao hapa kwa sababu ina maana anakuwa anapenda wanapenda sana pesa, ndio maana inatokea inakuwa kama hivi, yani wanakuwa wanajiuza, yani unaona? Na unazungumziaje wao kufanya biashara sehemu kama pale kabla na msikiti kabisa? Hamna, ile pale haiwezekani kabisa. Kwanza yani ni uongo kule. Wewe ukafanya yani msikiti hapo, ina maana hivi afu unakuwa unafanya biashara kama ile pale, ni hapana kabisa, yani unakufuru. Na unadhani mamlaka zinazohusika hazioni au zinaona? Viongozi itakuwa wanaona tu, maana viongozi wanaona, na angekuwa labda waone tungesema waone. Viongozi wanaona tu na uaga tu mapira anapita mara kwa mara hapo, ndio hivyo, wengine wanachukuliwa, wengine wanabaki. Inawezekana ni mmonyoko wa maadili, maana yani niseme tu kingine, yani wengine wanavodai kwamba ni hali ngumu, yani wengine hali ngumu, siji mwingine unakuta kaachwa na mume wake, ndio inatokea wenda alikuwa matawi ya juu, anamiliki hela nyingi, kashakuwa na hela kidogo azikizi mahitaji, ndo anaingia huko, lakini yani sio vizuri sana, yani sio nzuri kwa sababu sometimes watu kiangalia watu wanaoingia humo kwenda kupata hizo huduma, wengine ni wadogo zetu, wengine ni wanafunzi, umeelewa? Yani kitu ambacho sio poa, haipendezi, na haipendezi hata kwa jamii yetu, na haimpendezi hata Mungu pia.
Ushawahi kuja maeneo haya? Mimi napita njia, ni mpita njia kwa sababu ni njia inatokea upande wa pili tunapita, lakini tunaona hivyo vitu watu vikifanyika kwenye hii mitaa, hasa mida ya usiku giza linapokuwa limeingia. Na wanakuwa mazingira gani, labda wamevaa vaji? Uvaji wao kiukweli sio uvaji wa kufurahisha kwa sababu wanavaa vibaya sana, wanavaa nusu uchi. Hatutamani, mimi binafsi kwa sababu nina mke wangu, nina familia, siwezi kufanya hivyo vitu, and then naelewa madhara ya hivyo vitu, siwezi kufanya hivyo vitu, ila kuna kitu ambacho pia huwa kinakera sana. Kwa mfano ikitokea unapita hapa labda na dadako au mkeo, sawa? Yani kuna ile tabia unakuta wanakuforce yani, alafu mbaya zaidi ukipita na mkeo au dadako, yani wao wanachukulia kama vile umekuja kuwatambia. Sasa unakuta wanarusha maneno ya kashfa, kitu ambacho inakuwa sio poa. Hiyo tuna marafiki wengi, tuna ndugu wengi, wapo ambao wanapita wanapata hizo huduma, wapo, siwezi kukataa. Ila of course kuna jamaa wangu nishawahi kumshauri, ndo vitu vyake, na ni mtu ambaye hata kuoa yeye alishagoma. Anakuambia kiukweli hawa watu wanawasaidia hivyo. Yani kuna wanaume wenzako ambao kiwashauri kuhusu hivi vitu kwamba havifai waache, hawakuelewi. Sawa? Hawakuelewi. Wanakuambia sisi ambao hatujaoa tukapate wapi huduma. Ni nje kabisa ya msikiti huu wa Gaddafi uliopo hapa Dodoma. Na mtaa huu ni maarufu kama mtaa Gaddafi. Lakini mtaa huu umegeuzwa kama sehemu ama danguro kwa baadhi ya wanawake ambao wanafanya shughuli za kujiuza katika msikiti huu. Nje ya eneo hili la msikiti, tuzungumze ama tumsikilize Sheikh wa msikiti huu anazungumziaje kitendo hiki kinachofanywa na wakina dada hawa maarufu kama dada poa. Kwanza jambo hili katika upande wa sheria dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halipendi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka kwamba sisi tusiweze kulifanya jambo hili. Tuna imani ya kwamba serikali ina mtazamo mpana na ina usikivu mkubwa. Itatusikiliza katika jambo hili ambalo tunaendelea kuiomba serikali, kwa sababu tulishaiomba serikali kupitia ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, kwamba hawa madada poa wasiweze kuifanya shughuli hii katika maeneo ya hapa msikitini na kwenye misikiti mingine, lakini hata katika maeneo mengine ya ibada wasiweze kuyafanya mambo haya. Kwa tunaiomba serikali ituondoshee hao madada poa katika eneo hili na maeneo mengine ambayo yanafanyika ibada. Kama serikali haitoweza kutusaidia katika jambo hili, basi tamko letu sisi ikiwa ni kiongozi wa dini ya kiwilaya kupitia Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, tutamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hili, na hapo ni mtu mwingine asijakatulaumu pale ambapo tutakapoweza kumwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hili. Lakini tuna imani ya kwamba serikali itatusikiliza katika jambo hili. Tulishachukua hatua za kuiambia serikali kupitia ngazi ya wilaya hadi ngazi ya mkoa kuhusiana na masala ya hawa madada poa ambao wanajiuza katika eneo hili, na bado mpaka sasa wanaendelea kujiuza katika eneo hili. Na madada poa hawa serikali ilikuwa inawakamata, lakini baada ya muda tunakuta tena wanarudi tena. Sasa tunaiomba tu serikali iendelee kutusaidia katika swala hili la kuweza kuondoa hawa madada poa katika eneo hili la mbele ya msikiti wa Gaddafi na misikiti mingine na maeneo mengine ya kiibada. Na tuna imani ya kwamba serikali itatusikiliza, na tamko letu sisi ni kwamba endapo jambo hili litaendelea, basi sisi tutamkabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hili. Natakiwa ni kuweza kumfikishia yule ambaye anayehusika na sala hili kwamba jambo hili halifai na anatakiwa aweze kuliacha. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo tunatakiwa tuweze kulifanyia kazi ni ushirikiano baina ya viongozi wa dini na serikali kuhakikisha kwamba jambo hili tunalimaliza, ima kulitokomeza kabisa jambo hili.
Dini inahitaji mtu aweze kuwa na mazingira yale ambayo yanayostahiki katika upande wa dini, na si mazingira ambayo hayastahiki katika upande wa dini. Hawa kina dada wanajiuza. Nini sababu ambayo inapelekea mpaka wao kuweza kujiuza? Serikali inatakiwa ifanye utafiti, ikifahamu kwamba wanajiuza kwa sababu fulani, basi hakikisha kwamba jambo hili wanaweza kulitatua katika mazingira ambayo yanastahili kuweza kutatuliwa. Mbali na tamko hilo la Sheikh Abdalla Msafiri katika kuonyesha kuwa jambo hilo pia limekuwa likiwakwaza viongozi wa dini katika msikiti huo, viongozi mbalimbali walizungumza na ripoti maalum kuhusu kadhia hii ya wadada kujiuza mbele ya msikiti huo. Tunaitaka serikali, tumeitaka na tunaendelea kuitaka tushirikiane nayo, kwa sababu zile kelele zinazopigwa kila siku za kuimarisha maadili ya Kitanzania, tunaona maadili yanabomolewa, tena humu tunakoimarisha maadili ndiko yanakobomolewa. Kwa hivyo ndio maana tunaitaka serikali kwamba itusaidie, kwa sababu yenyewe ina meno, yenyewe ina ncha za kukamata. Sisi tunasema na tunafanya kwa vitendo, lakini wao wanaweza wakadhibiti na kutoa hukumu. Haya yanayofanyika hapa sio maadili ya Kitanzania ya mabinti kujiuza, mabinti kukaa pembezoni mwa msikiti na kujiuza, kuwa katika jengo ambalo linaitwa gesti, ambalo si gesti kisheria, ni dangulo. Kwa sababu gesti haiwezi kwa mtu akakodi chumba anaingia na wanaume kutwa nzima, yeye wanaume 6, 7, 8 kutwa nzima, hiyo sio gesti, ni danguro. Kwa hivyo tunaiambia serikali na tulishaiambia mkuu wa mkoa anafahamu hili, mkuu wa wilaya anafahamu hili, na viongozi wengine ustawi wa jamii hili wanalifahamu, lakini hatuoni yale meno yao ya kiserikali yakikamata. Tunaona tu kama ustawi wa jamii wanakuwa wepesi kufunga madrasa, lakini hawawi wepesi kutuondolea haya mazingira mabovu. Kwa hiyo tunasema kwamba sisi kama Waislamu na kama kiongozi mimi, hili jambo ni kero. Tunawashukuru wale waandishi wa habari waliolirusha hewani, wamekuwa kama vile wameliamsha, lakini tulishalianza siku nyingi. Kwa hivyo tunaomba polisi, ustawi wa jamii, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya watusaidie hili jambo, kwa sababu wasipofanya hivyo hatari yake baadaye isije ikashangaza watu watachukua jaziba ambayo hatuitaki sisi kama viongozi wa dini. Ndio maana tunaiomba serikali isije ikafika mahala tutaomba dua mbaya ambayo matokeo yake yatakuwa mabaya, tutakuja kulaumiwa. Kwa hivyo tunasema hivyo kwamba jambo hili ni baya, linatoka katika maadili tulionayo katika Tanzania. Hatuna katika maadili ya Tanzania watoto wa kike kujiuza ovyo. Humu kuna wanafunzi wa vyuo wanakuja humu wanajiuza, kuna wanawake wa mtaani wanakuja humu wanajiuza, na hapa tuna watoto tunasomesha maadili ya Uislamu, maadili ya nchi hii. Sasa tutakuwa wengine tunajenga, wengine wanabomoa humo. Sidhani kama maadili yatakuwepo, na tunaiomba serikali vile ikinadi kwamba wanataka maadili ya Tanzania yaimarishwe, wafanye na kwa vitendo. Sisi watu wa dini tunafanya kwa vitendo, na wenzetu wafanye kwa vitendo, isiwe siasa tu. Hii ni kero imekuwa ya siku nyingi, na kama walivyotangulia kusema wenzangu, limesemewa sana kwa viongozi, lakini matokeo yake yanakuwa hayaonekani. Kwa hivyo mpaka mmeona viongozi wa dini wamefika hapa, maana yake hao wamekereka sana. Kubwa ambalo sisi, na ikizingatiwa mimi ni mwenyekiti wa jumuiya ya vijana na baadhi yao wanaofanya mambo haya ni vijana, jambo kubwa ambalo tunaliomba kwa serikali kwa msisitizo mkubwa kabisa ni kuwaomba waliondoe jambo hili haraka. Wasipoliondoa jambo hili haraka, matatizo yanaweza kutokea. Sasa hili jambo linakera watu wengi. Umeona viongozi wamekuja hapa, lakini sisi tunapata ujumbe kwa watu wa nje, ujumbe mwingi sana kama viongozi. Kwa hivyo kubwa ambalo tunaliomba kwa serikali yetu ni sikivu, na kila mara na kila siku inatuhusia viongozi wa dini kuzungumzia mambo ya maadili. Sasa sisi tunazungumzia maadili, alafu kuna baadhi ya watu wanavunja maadili waziwazi na wanaonekana. Sasa hili jambo tunaliomba liondoke haraka sana katika maeneo yetu haya ya msikiti wa Gaddafi, pia na katika maeneo mengine, ili amani iweze kuendelea, na sisi kama viongozi wa dini tupate nguvu ya kuendelea kuyakemea mambo haya. Endapo halitotatuliwa jambo hili, viongozi wa dini tunakosa nguvu, kwa sababu serikali inatuambia tuongelee maadili, alafu tunapeleka kero kama hizi hazitatuliwi. Haya ni maadili gani tutaendelea kuongea? Inakuwa hakuna maana. Maana yake sisi sasa tunavunjika nguvu
ya kuyasemea na kusema katika misikiti yetu na baadhi ya maeneo mengine. Kwa hivyo kubwa ambalo tunaliomba, viongozi wetu wa serikali ni wasikivu sana. Hili jambo mpaka tumetokea hapa na kuja kulisema, tunaomba sana kwa heshima na taadhima, hili jambo walitatue ili tuweze kuondokana na kero hii. Ni kero kubwa kwa msikiti, lakini na kwa wadau na waumini wengine waliozunguka eneo hili na pia wale wanaokuja kufanya ibada sehemu hizi. Kwa hivyo tunalisemea hili kwa sauti ya umoja wetu ili jambo hili liweze kuondoka. Wangu mimi naomba ni shauri serikali, kwa sababu serikali ina mkono mrefu, serikali ina macho makubwa, serikali ina masikio makubwa, serikali ina pua kubwa. Nakumbuka zamani kulikuwa na utaratibu wa mabalozi wa nyumba 10. Wale walikuwa wakijua kila mtu ana shughuli gani, yuko pale mtaani kwake anafanya kazi gani. Sasa hili jambo limekufa. Hawa watu hawa vijana wanaofanya shughuli hizi ambazo sisi zinatukera, sio wote wanakaa mtaa wa airport, wanatoka maeneo mbalimbali. Lakini je, kule wanakokaa wale wananchi ni kweli hawajui shughuli wanazozifanya? Sasa mimi ningeomba kitu kimoja tu, serikali iwape meno mabalozi, waweze kuwatambua wananchi wao katika nyumba zao zile 10 ili wajulikane, huyu fulani ana shughuli hii, huyu ana shughuli hii, huyu ana shughuli hii. Hapo ndipo tunaweza kufikia ule mpango uliozinduliwa na serikali wa maadili. Nje ya hapo hatuwezi, kwa sababu vibaka tunaishi nao, nani anawataja? Hawa madada poa sijui nini tunao, nani anawataja? Tutawasemea wapi? Kwa hivyo mabalozi wana uwezo mkubwa wa kuwatambua hawa, kwa sababu tuko nao kule, tunaishi nao. Naye Bwana Salim Burhan ambaye ni kadhi wa mkoa wa Dodoma anabainisha hatua zochukua kukabiliana na uhalifu huo wa dadapoa, na wao wakasema ni kwa nini wanafanya biashara hiyo. Jambo hili ni baya, lakini kama sisi viongozi tumechukua nafasi ambazo ni nyingi. Kuna wakati tulikutana na hawa madada, tukajaribu kuongea nao na kupata zile changamoto zao, kwamba kwa nini wanaamua kujiingiza katika mazingira haya ambayo ni yanayochukiza kwa Mungu. Na kweli wapo wengine wanaoingia katika mazingira haya kwa sababu ya tamaa zao tu za maisha. Wakati mwingine wapo waliokuwa ndani ya ndoa, lakini wengine si waaminifu kwenye ndoa kwa sababu hawaridhiki kwa kipato kile ambacho walichokuwa nacho. Lakini wapo wengine waliofikia mahala wakaingia kwenye mazingira haya, walizalishwa ikawa hawana sasa mahala, wakatelekezwa, mtu akaamua kujiingiza kwenye mazingira haya. Lakini wapo ambao walioshawishiwa wakatoka huko vijijini wakaja hapa mjini kuona kwamba nakuja kutafuta kazi, lakini ilifikia mahala kwamba alipofika hapa hakukuta kazi. Kwa hiyo akashawishiwa na wenzake, akaamua kujiingiza katika mazingira haya ambayo si salama. Na kama viongozi wa dini kweli tuliongea nao na tukawakemea jambo hili ni baya, jambo ambalo linalichukiza jamii, lakini linamchukiza hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sisi kama ni kuishauri serikali yetu, kwa sababu hawa wakati mwingine kungeundwa chombo ambacho kinachokusanya hawa, wapo ambao wanaojiingiza katika mazingira haya kwa sababu ya mazingira yao waliokuwa nayo, kwa sababu ya changamoto zao za maisha. Kwa hiyo ni vizuri wangekusanywa baadhi ya wengine, na wapo waliokiri kabisa kwamba mimi nipo tayari, nitakapopata mtaji jambo hili nitaliacha. Japo wapo wengine waliokuwa na historia na mazingira ya tamaa kwamba yeye hata apate mtaji ndio kazi anaiona siwezi kuiacha. Tunaishauri kwamba serikali iweze kuunda baadhi ya vyombo ambavyo vitakaa na hawa mabwana hawa watu hawa na kuwawezesha angalau waweze kupata mtaji, japo hawapendi sana kujitokeza wenyewe na hawapendi kuonekana. Lakini katika changamoto zetu, nikiwa kama kadhi, baadhi ya mashauri mengine ambayo niliyopokea katika ofisi yetu, kwamba wapo wengine ambao wapo ndani ya ndoa na walikuwa tayari kuzivunja ndoa zao kwa sababu ya kuona kipato ninachoachiwa na mume wangu ni kidogo, kwa hiyo akaamua kwamba kujiingiza katika biashara hizi ambazo ni haramu. Wapo tulioshauri wakaacha, na wengine falilahi alhamdu, lakini wapo tulioshauri wakarudi hata vijijini. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa dini kwa kweli tunalikemea jambo hili ni baya, ambalo wakati mwingine linafanywa katika mazingira yetu haya ya ibada. Pamoja na viongozi wa dini kukemea, hata viongozi wa serikali ya mtaa, akiwemo mwenyekiti wa serikali ya mtaa Baruti uliopo msikiti wa Gaddafi na mjumbe wa serikali ya mtaa huo, wamelaani kitendo hicho.
kikubwa anachokifanya katika mitaa kuwaendea hawa ambao wanashughulika na shughuli hizo. Singependa kuzitaja, lakini wamefika hata askari kuwakamata kwa msaada wa kusaidia wenye viti wa mtaa na wananchi wa mtaa, lakini wanarudi wenyewe, na wakirudi wenyewe basi tunafika kuwaeleza kwamba hiki mnachofanya sio kizuri, tunafanyia katika msikiti huu sio vizuri, lakini unajua sisi hatuna uwezo zaidi. Kwa hivyo ndio hali inaendelea. Kiukweli hichi kitendo sio kizuri, hususan sisi tuna watoto hasa wa kike na wa kiume pia. Lakini pia ningependa jambo moja, hawa ni binadamu kweli, wanafanya kitendo ambacho sio kizuri. Cha msingi ni kwamba wangepata elimu ili waweze kuwezeshwa wakafanya biashara, kwa sababu ni wamama, watu wazima wanautambua, na wengine hapo ni watu na familia zao. Aidha, ripoti maalum pia inaingia mtaa wa Indini. Eneo hili pia ni maeneo maarufu ambapo kumekuwa kufanyika biashara hii ya madada poa. Tuzungumze na baadhi ya wananchi ambao wanafanya shughuli zao na wanakaa katika maeneo hili. Wanazungumziaje biashara hii hasa nyakati za usiku? Cha kuwashauri, kwanza niseme labda tusichukulie hicho kama ni kitega uchumi cha maisha. Kazi ziko nyingi za kufanya. Kuna kazi za usafi, kuna kazi za mapishi, kuna kazi nyingi tu za kufanya. Kwa tunapokuwa tunatumia miili yetu kama ndo mapato yetu, kwa sababu kwenye ile biashara unakuta kuna magonjwa mengi, kwa unaweza ikapelekea hata afya yako ikawa dhaifu. Kwa vya kufanya viko vingi. Ni washauri tu wadada wenzangu kwamba tujitahidi kujituma, kwa sababu ukiona umefika ile hatua ya kujiuza, wewe umeshakata tamaa ya maisha yako, unaona kwamba bora nifanye lolote litakalokuwa na liwe. Sasa ni mbaya sana kukata tamaa kwenye maisha, tujitume vijana. Kwa kweli imekuwa ni changamoto kwa dada zetu hawa kuhusiana na kazi wanaoifanya sio rasmi, na wamekuwa wakijizalilisha wakati fulani. Lakini kwa upande wa serikali na support vipi? Ni kweli imekuwa ikifanya support kwa kina mama, kutoa mikopo na mambo kama hayo kwa ajili ya kuwa support kwa wafanye biashara na mambo kama haya. Lakini sasa tunawezaje kufanya na au ushauri kwa serikali kuwafanya waweze kuacha hizo habari na mambo hayo? Mimi nafikiri kama serikali iangalie namna inavyoweza kufanya kama walezi wao, ili kusudi waweze kuachana na hizi habari, kwa sababu sio vizuri kabisa. Wanajizalilisha, wanafanya vitu ambavyo havipendezi kwa kweli. Wanapokuwa wanajiuza vile, wanafanya vitu hivyo, kwao wanamchukiza Mungu. Kwa hiyo sasa serikali ifanye nini? Kama mimi kijana na nashauri kitu kimoja, kwamba hebu iwafate, iwojiane nao, waone namna gani changamoto zao ni nini. Uwezi wakati fulani wanawakamata askari na nini, wanaweka huko central bila kuwahoji changamoto wanazozipitia. Wakati fulani unakuta vijana wengi wanalalamikia ajira, lakini tusitegemee sana ajira wakati kazi zipo za kufanya. Usika pia sisi wanaume na sisi tujiepushe na ile hali ya kuwafuata, kwa sababu na sisi tunachangia uwepo wa wao. Bila sisi kuwafuata, saa nyingine pengine wasinge kuwepo. Ila pia hata wanaohusika, hata kama ni vyombo vya dola kwa maana ya polisi, na wenyewe wakiwa labda wanapokuwa na washika, wawafikisha kwenye vituo vile vinavyohusika, si ndio? Vituo vya polisi, ili pia hata iwe fundisho kwa wengine wasirudie matendo kama
kama yale, kwa sababu kiwalisia hata kwenye unaona watu tunafanya si biashara hapa, fanya biashara. Unakuta mtu mwingine unaweza kawa na binti yako au mama yako kutembelea akapita pale akakuita, wakati mwingine ni picha mbaya mbele ya mzazi wako naye labda au ndugu yako au jamaa yako, au hata mteja akija hapa akiona mtu anapita anapita labda bahati mbaya anapita naye anamuita, ni kama aibu pale mbele ya nini, mbele ya mtu uliye naye. Au hata saa nyingine labda pengine hata mtu unataka kwenda sehemu, mtu unapita sehemu na heshima zako, mtu anakuita. Sasa anapokuwa anakuita, yani unaona aibu hata kama ukiwa na mtu kwamba sasa mimi unafikiri mimi nahusika na mambo kama yale. Unakuta mtu unaenda zako na kuita, sasa ile unajisikia vibaya sana. Kwa hiyo ninachoshauri kwamba serikali jaribu namna ya kuangalia, kwanza iwaite, iongee nayo, waelekeze kama kuna kitu wanachohitaji labda iweze kuwawezesha. Ripoti maalum imepita katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dodoma na kufanikiwa kufanya mazungumzo na baadhi ya kina dada ambao wanajiuza, na hapa ni sehemu ya mazungumzo hayo. Nasema tuyajenge. Baby. Inakuwaje? Bei gani? 20 show. 20 show. Hiyo mpaka asubuhi au? Choba show gangu wanachukia. Nimekwambia show gani mpaka asubuhi au naona ni nyingi sana kwamba nikalale mpaka asubuhi kwa shida zipi nilizonazo. Tuko na mwanangu hapa tunafanyaje? Mko wawili? Ngapi twende? Sasa ndio tunasikilizeni nyie. Tunasikilizeni. Nenda hapo. Hatupendi tu mchongo, tunasikiliza. Twendeni Loji. Shote mshishi ni chumba 10. Jumla shilingi ngapi? 30. Pia ripoti maalum imemtafuta kamishna msaidizi wa polisi mkoa wa Dodoma Galus Yera kujua ni hatua gani wamechukua kukabiliana na biashara hii haramu ya dada poa. Aidha, watuhumiwa 39 walikamatwa kwa nyakati tofauti wakijihusisha na biashara ya ukahaba katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dodoma, ikiwemo nje ya msikiti wa Gaddafi. Watuhumiwa wote wanatarajiwa kufikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo. Baada ya operesheni hiyo, ripoti maalum ilirudi mtaani kuangalia kilichofanywa na jeshi la polisi. Tuwasikilize wananchi hawa. Kutokana na matendo wanayofanya hawa kina dada, ni vitu ambavyo havipendezi katika jamii, wala havileti umaalum kwamba wao ni kama ndio wameonekana moja kwa moja kama msikiti umeutawala wao. Haiwezekani. Watu wanaumia, watu nafsi zinawauma, watu wanaona vibaya, hawapendezewi. Hasa sisi kina mama tunapata uchungu mkubwa sana. Watu wangapi tunabidi kidogo tunawasaidia kuwavika nguo barabarani. Maka unakuta mnavaa nguo hajali kama anapita mbele ya watu. Nishindwa kuelewa na kwa nini hawa wenye hizi guest wanaofuga wale watu kwa nini hawachukuliwi hatua? Maana wanaenda kwenye maeneo ambayo wameshajipangia kwamba guest fulani ndio kazi yake ndio hii. Na kwa nini hawa wenye guest kwa nini hawachukuliwi hatua wanaowahifadhi wale watu? Kwa sababu wakai barabarani wanakaa kwenye nyumba maalum. Juhudi hizi tumetizama ziko vizuri. Jeshi la polisi wanafanya kazi yao kama ipasavyo. Kwa kweli tunashukuru kwa sasa hivi. Maana changamoto ya madada poa walivyokuwepo wako wamezagazaga mitaani ilikuwa kidogo kama inaleta simanzi fulani au sifa mbaya katika mtaa wetu. Ripoti maalum inaamua kuja bungeni kumtafuta waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima kujua je, swala hili analizungumziaje na hatua gani ambazo serikali inazichukua. Tunakwenda na vitu viwili. Tutawapa elimu, fursa za kiuchumi zipo. Wavivu sasa wanafanya tu hiyo tabia. Hawa ndio wanakutwa sasa wanakwenda kwa mujibu wa sheria. Maana sheria zipo. Wanawake njoni kwenye majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, mzijue fursa. Kujiuza ni kujidhalilisha, sio utu wala sio tabia nzuri, haimpendezi mwanadamu na Mungu mwenyewe. Yangu kama wanajiuza ina maana kwamba kuna biashara pale wanapata hela. Mimi sijui kwa nini wanajiuza ili hali kuna fursa za kuwawezesha wanawake kiuchumi. Na hata leo nimetoka mkoa wa Dodoma hapa kwenda kuongea na waheshimiwa madiwani wa mkoa wote wa Dodoma kuhusu kuwapelekea taarifa wanawake na uhamasishaji na kuwafanya waje kwenye majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, wasikilize utitiri wa fursa za uwezeshaji wa kiuchumi zilizoko chini ya serikali ya awamu ya 6.
Kwa hiyo niseme hivi, wanawake wenzangu, nyie ambao mmeamua sasa mjiuze ili mpate hela za kujikimu kiuchumi, hiyo tabia mbaya haifai, hata Mwenyezi Mungu haipendi. Alafu ule ni mmomonyoko wa maadili tu. Wewe njoo kwenye majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, uzijue fursa, uwezeshwe mkopo, ukafanye biashara halali. Pamoja na Mheshimiwa Waziri kuzungumzia kuhusu madada poa hao, je, kuhusu wanaume wanaokwenda kununua, nini ujumbe wake? Lakini sikemei wanawake tu, na nyie wanaume, kwa nini mnanunua wanawake? Maana nyinyi ndio tatizo, nyie ndio walipaji wa hela. Kwanza ni vibaya, hata wanaume nao huo ni mmomonyoko wa maadili, ule sio wanaume. Wewe si uoe mke wako umweke ndani umhudumie, kwa nini unakwenda kununua? Kwa hiyo ni pande mbili hili swala, kuna wanunuaji na kuna wauzaji, wote wanafanya tabia mbaya. Wewe kama unampenda mwanamke huwezi kumnunua, yeye ana thamani kubwa kuliko hicho unachokinunua. Wanawake huko ni kujidhalilisha. Ondokeni, njoni kwenye majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Ni tamati ya ripoti maalum. Bila shaka mtazamaji wa ripoti maalum umeweza kujifunza na kusikia mengi kutoka katika ripoti hii, na umeweza kusikia namna gani ambavyo biashara inafanyika na mambo gani ambayo yanafanywa kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba biashara hii inafika tamati. Na bila shaka umeweza pia kujifunza mambo mengi ambayo kwa namna moja au nyingine yakuwa ni funzo kwa watu wote kujua kwamba biashara ya kujiuza sio biashara ambayo ni biashara inayokubalika. Mimi ni Godfrey Monyo, nilikuwa nampiga picha wangu Idrisa Magomeni, na kutakia muda mwema kuendelea kusikiliza na kutazama vipindi vyetu vingine vya ITV. Hiyo ilikuwa ni ripoti maalum. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV Super Brand Afrika Mashariki.